Asante Mheshimiwa. Nilimtaja Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherahani, ajiandae Mheshimiwa Ahmed Shabib. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kibali hiki cha kuweza kusimama ndani ya bunge lako tukufu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyoweza kufufua ushirika hapa nchini na kuimarisha vyama vya ushirika. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na viongozi wote wa Wizara ya Kilimo. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, wewe ni kiongozi wa mfano. Umefanya vyema vizuri, lakini bado hujasahau maono ya mtangulizi wako. Wewe ni kiongozi wa pekee sana. Pongeze sana Mheshimiwa Waziri, umefanya kazi kubwa. Na sisi tukuahidi Mheshimiwa wabunge na wajumbe wa kamati tutaendelea kukupa ushirikiano mkubwa sana. Nimpongeze sana mrajisi wa vyama vya ushirika Daktari Benson Ndiege na wizara na tume yote ya ushirika. Wamefanya kazi kubwa sana kipindi hiki. Wamefufua vyama, wamepeleka fedha nyingi, lakini pia wamenunua magari karibu mikoa yote na warajisi wote wana magari kwa ajili ya kuwafikia wakulima. Kwa kweli mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Niendelee kutoa pongezi kubwa sana Mheshimiwa Waziri kwa benki yetu ya kilimo TADB. Na hili niendelee kukusisitiza Mheshimiwa Waziri. Wizara ya Fedha iliahidi kupeleka fedha zaidi ya bilioni 100 kila mwaka kwa ajili ya kuongeza mtaji. Kwa mwaka 2025 ilipeleka zaidi ya bilioni 365 moja kwa moja kwa ajili ya mikopo. Na kati ya fedha hizo bilioni 77.4 fedha hizi zilipelekwa kwenye vyama vya ushirika. Na nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, vyama vilivyokuwa vimekufa ikiwemo Kaku, ikiwemo CCU, ikiwemo Mbogwe pamoja na maeneo ya Simiyu ni vyama vilivyokuwa vimekatiwa tamaa. Leo vinafanya kazi vizuri, vimepeleka ushindani mkubwa, na leo bei inabadilika na baadhi ya vyama vinalipa malipo ya pili. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, endelea kupeleka fedha kwenye benki ya kilimo. Itakuwa mkombozi mkubwa wa wakulima. Itaendelea kupeleka fedha na kufufua maeneo mengine ya viwanda na kuwakopesha wakulima. Niwapongeze sana watumishi wa benki hii wakiongozwa na mkurugenzi mkuu ndugu yangu Frank Nyabundege. Wamefanya kazi kubwa sana. Wameleta mapinduzi makubwa mno katika vyama vya ushirika. Ni kweli maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan hawa wanayatimiza kwa vitendo. Niwapongeze sana. Vipo vyama vingine vya ushirika vinafanya vizuri sana katika kipindi cha Mheshimiwa Rais. Angalia vya maeneo ya korosho, kuna chama cha ushirika kinaitwa Taneku. Kimejenga kiwanda na kinaelekea kujenga viwanda vingine 9. Lakini tuna Mamku, leo wana magari makubwa 8. Lakini tuna KNCU, wamejenga business center kubwa. Haya yote ni maono ya Daktari Mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan. Ana haki ya kupongezwa mama wa watu. Mama hana maneno, hana makeke, lakini ni Mheshimiwa Rais anayefanya kazi kwa vitendo. Amewainua wakulima. Maono ya Mwalimu Nyerere aliyoyasema kwamba wakulima waondoe benki yao. Leo tuna benki ya ushirika na imepelekewa mtaji zaidi ya bilioni 58. Inaenda kuwahudumia wakulima na inaendelea kuhudumia. Na imefungua matawi maeneo mbalimbali hapa nchini ikiwemo Tabora kuwahudumia wakulima wa tumbaku. Kwa hiyo niendelee kukuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, vyama vya ushirika viendelee kuangaliwa kwa macho ya karibu. Vinafanya kazi vizuri kwa sababu ndio viko karibu na watu. Tuna changamoto kubwa Mheshimiwa Waziri kwenye swala la mbolea. Niombe Mheshimiwa Waziri, na hili mlinoti, tuendelee kuongeza na ujenzi wa viwanda hapa nchini. Mbolea tunayoitegemea ni mbolea inayotoka kwenye nchi za wenzetu. Material ya kutengeneza mbolea ni material inayotoka kwenye nchi ambazo leo zinapigana vita. Mfano sasa hivi bei inaweza ikapanda kuliko hata ya mwaka jana kwa sababu ya vita. Wekeni bajeti nzuri ya kujenga viwanda vya mbolea. Viongezeke, hasa NPK, urea, kani na mbolea zingine ambazo zinapatikana kwa wingi ambao wanazitumia wakulima. Itatusaidia sana kupunguza gharama. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, tuna changamoto kubwa sana kwenye bei ya tumbaku. Na wewe mwenyewe ni mashahidi. Matrix iliyotengenezwa mwaka huu ambao ni wastani wa $1.95 na bei ya mbolea ambayo imeenda kwa wakulima ilitumia matrix ya mwaka jana ambayo ilikuwa na $2.1.
ambapo mfuko mmoja wa NPK unapelekwa mpaka kwenye AMCOS dola 56.22, lakini ukiweka tozo za benki, admin storage ambazo ziko pale, mkulima anaenda kukatwa dola 63.89, wakati bei ni dola 1.95. Ni wakati wakulima hawataweza kulipa madeni yao, wakulima hawataweza kumaliza madeni benki. Na nikuombe, aliyepeleka mbolea ni TFC, ni kampuni ya serikali. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, kaeni myapitie upya mjengeko wa bei za pembejeo, kaeni mpitie upya mjengeko wa bei ya miti, kaeni mpitie upya bei ya magunia, kaeni mpitie upya bei za madawa. Mahala ambapo tunaweza kupunguza gharama, mpunguzieni aweze kuuza apate faida, arudi tena shambani. Inawezekana kweli walioweka hizi bei wakapata faida kwa mwaka huu, lakini wakulima wasiende tena shambani msimu unaokuja. Mheshimiwa Waziri, nikuombe na Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la bei ya tumbaku la mbolea waliangalie vizuri, na kama ikiwezekana, Mheshimiwa Waziri, nataka nishauri. Mwaka jana wakati bunge lijavunjwa, mimi nilishauri ikiwezekana tuanzishe mfuko wa kinga ya mazao. Itatusaidia sana kwenye mtikisiko wa bei unapofika. Mheshimiwa Waziri, tuna mazao ya kimkakati. Nikupe mfano tu. Korosho tumezalisha tani 618. Lakini pia tumbaku tumezalisha tani 220. Ukienda kwenye pamba zaidi ya tani 290. Ukiziweka hizi ukaamua kuitengeneza mfuko wa bei ya pembejeo, kinga ya mazao, inaweza tukatoka hapa. Nikupe mfano wa mwisho. Korosho peke yake, Mheshimiwa, sisi tunaogopa kuweka tozo. Lakini taasisi za wenzetu, masupplier wenzetu wanaweka tozo na wanatengeneza faida. Lakini sisi tunaona kwamba tozo tukiziweka zinawaangusha wakulima. Kwenye korosho tu, Mheshimiwa Waziri, ukiweka shilingi 50 tunakusanya bilioni 30 kwa mwaka mmoja. Kwenye tumbaku ukiweka shilingi 50 tunakusanya bilioni 33. Lakini pia kwenye pambo ukiweka shilingi 50 tunakusanya bilioni 14. Kwa mwaka tunapata bilioni 79 na milioni 180. Tayari tunaiweka hizi fedha, tunazipeleka kwenye benki ya ushirika. Zinakaa pale kusubiri mtikisiko wa bei zetu. Zinakaa pale mtikisiko wa biashara yetu ya mazao. Kwa miaka miwili, Mheshimiwa, miaka mitano, ukisema tutunze ndani ya miaka mitano, tutakuwa na zaidi ya bilioni 395. Hapo Mheshimiwa Waziri, una uwezo wa kuchukua baadhi ya fedha, unajenga kiwanda cha mbolea, utajenga kwenye kanda ya juu kusini, utajenga kanda ya magharibi, utajenga kanda ya kati, tutaongeza thamani mazao yetu ya pamba. Leo kwenye tumbaku tuna changamoto ya cotton twine. Tuna jute twine ni shida. Kuna Haitian corns ni shida. Tunazipata wapi? Leo nchi za wenzetu kuna vita. Tungelikuwa tumekusanya hizi fedha kwa mwaka mmoja, tuna uwezo wa kujenga kiwanda chetu cha kuongeza thamani. Pamba tunayo tayari. Kuna vyama ambavyo vinazalisha pamba na kununua pamba, tunapeleka kwenye malighafi yetu, tunaongeza malighafi, tunatengeneza faida. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, kaeni wizara. Wataalamu wapo wanatosha. Tena wamebobea akina Mweli, Katibu Mkuu, na muamini sana. Tengenezeni utaratibu mzuri tuweze kupata fedha, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani mazao yetu. Lakini pia kuna zao, Mheshimiwa, unalisahau sana, na leo hapa nimesoma bajeti yako. Zao la maembe. Zao la maembe umeliacha. Mwaka huu tu uzalishaji kwa maembe kwa mwaka tunazalisha tani 400 mpaka 500, na 30% mpaka 40 yanapotea kwa sababu ya kukoswa soko. Hebu naomba zao hili mliingize kwenye mfumo wa ushirika. Wahudumie wakulima, wanalanguliwa kwa bei ndogo, wanakoswa faida. Na uzalishaji kwa Asante Mheshimiwa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana.